Mimi naitwa Profesa Erasto Vitus Mbugi, ni naibu makamu mkuu wa chuo ninayeshughulikia mipango, fedha na utawala, lakini kwa leo nilikuwa namwakilisha makamu mkuu wa chuo katika tukio hili kubwa la ugonjwa wa selimundu. Moja ya malengo makubwa ya hiki kituo ni kuweza kusaidia kuzuia au kupunguza ugonjwa wa sickle cell selimundu, na hasa kwa kushauri kwa mfano katika kuzuia, kupunguza ugonjwa huu unaweza kuambukiza kwa njia ya vinasaba. Kwa hiyo wakishauriwa, kwa mfano watu kabla ya kuoana wangeweza kupima, wakaona kama kuna viashiria vya ugonjwa huu, wakaweza kujizuia. Wale ambao wana viashiria wasiweze kuoana kwa sababu wanaweza kusababisha changamoto kwa watoto. Pia kutakuwa na mazungumzo ambayo yataendelea hapa, kutoa elimu kwa wazazi, kutoa elimu kwa watu wenye ugonjwa huu, namna wanaweza kuishi vizuri na kuweza kuishi kwa usalama zaidi. Na taasisi inatoa nafasi kwa kufundisha, lakini pia kwa kutoa nafasi kufanya tafiti mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia katika kupunguza athari za ugonjwa huu, lakini pia kutokea kwa ugonjwa huu, na pale unapokuwa umetokea kuweza kutumia dawa sahihi ili kuweza kupunguza makali ya ugonjwa huu. Naitwa Dr. Deogratias Soka, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Sickle Cell Disease Alliance. Ni kutoa wito kwa jamii ya Watanzania waelewe kwamba kuna tatizo la ugonjwa wa sickle cell, haliishi tu kwenye madalili yale kama maumivu ama kupungua damu, lakini wakati mwingine watoto hao wanaweza wakapata tatizo kubwa sana la kiharusi, na wanapopata kiharusi ni vizuri wakaweza kusaidiwa ili waweze japo waweze kurudia hali yao ya maisha kama walivyokuwa hawajapata kiharusi, lakini angalau waweze kuishi kwa heshima na kufanya shughuli kadha wa kadha za maisha yao. Muhimu zaidi ni kwamba huu ni mwezi wa Septemba. Mwezi Septemba ni mwezi ambao umetengwa na Shirika la Afya Duniani kuongeza uelewa juu ya ugonjwa wa sickle cell duniani kote. Kwa hiyo tunautumia mwezi wote kuongeza uelewa juu ya huu ugonjwa wa sickle cell. Na kwa Tanzania tuna mambo mawili makubwa ambayo tunayasisitiza. La kwanza ni kuhakikisha watoto wanapimwa mapema ili kuwatambua wale ambao wamezaliwa na ugonjwa huu waweze kupewa matibabu. Lakini la pili ni kuvunja mduara wa sickle cell ambao ni kwa vijana wetu ambao hawajaanza mahusiano, kujipima ili wale wenye vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell waweze kujitambua mapema.